twende msimu mwingine ndo atafute kocha mwingine, lakini kwa mimi in Matola I trust. Yes. Kitu gani ambacho kimeikwamisha Simba siku leo? Simba inakwamishwa na vitu vingi sana, lakini kwa nje ya uwanja nafikiri wanapaswa kujitathmini kwenye eneo la uongozi, kwa sababu inawezekana wachezaji wanadai posho hazifiki kwa wakati, kwa sababu kwa aina mabao ambayo Simba anakosa utafunga kwenye mechi gani? Mechi kubwa kama hii usitarajie kupata nafasi nyingi, si ndio? Lakini unapata nafasi unashindwa kufunga. Mutale goalkeeper ameshatoka yuko yeye na lango akashindwa kufunga. Steven Dese Mkwala vivyo hivyo. Amepiga shuti Limpanzu nje ya boxi. Unaenda kugonga nguzo kwa maana Mkwala malizia akashindwa kufanya hivyo. Mechi ya 7 mfululizo Simba hajapata matokeo uwanja wa Benjamin Mkapa. Rudi msimu uliopita na Yanga akatoa sare na Azam FC michuano ya kimataifa hapa, na mchezo wa leo ilikuwa ni mechi ya 7 Simba hajapata matokeo. And then unagombania ubingwa. Kuna maana gani? Kwamba uwanja una tatizo? Ya sijui, lakini uwanja ambao Simba ndo umekuwa sehemu ya machinjio, uwanja ambao watu wamekuja kivua wanaingena viatu wanavua baada ya hapo, si ndio? Lakini hadi leo mchezo wa 7 Simba hajapata ushindi kwenye uwanja Mkapa. Kwa hiyo nafikiri kwenye mchezo wa leo mimi binafsi usiniambie kuna kafara yote. Yaani inawezekana wamezoea baada ya mechi kumtafuta mchawi, baada ya kupoteza mtafute mchawi. Kwenye mchezo wa leo wachawi na wachezaji wenyewe, kwa sababu nafasi ambazo wametengeneza uwezo ukamlaumu kocha. Kocha atakusaidia kwenye namna ya kutoka eneo la kiulinzi kwenda eneo la timu pinzani. And then kinachobaki ni wewe na wachezaji, kwa maana wachezaji wenyewe kuweza kuzitumia hizo nafasi. Kama wanashindwa hapo uwezo ukamuingiza kocha. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi kuna changamoto kubwa sana hususan kwenye uongozi wa Simba, kwa sababu inawezekana tukawa tunalaumu makocha kwenye kila mechi ama tunalaumu makocha kwenye kila nyakati, lakini kama watu maliza tofauti zao kwenye uongozi, Simba itachelewa kufikia mafanikio, kwa sababu kwa taarifa ambazo zipo ni kwamba ndani ya uongozi wa Simba kila kiongozi ana wachezaji wake. Inapofika usajili kuna huyu anasajili huyu, anasajili Mpanzu, huyu anamsajili huyu. Kwa hiyo kama hakuna maelewano mazuri mimi na wewe, ni rahisi kumwambia mchezaji wangu ukipata nafasi fanya hivi. Tuliona kipindi cha kwanza Simba Sports Club wakiwa anacheza mpira vizuri, na watu wengi wakiamini huenda kipindi cha pili Simba akafanya jambo. Ndio. Unafikiri kitu gani kilibadilika kwa upande wa Azam kipindi cha pili? Ya umakini, lakini namna ambavyo wanajituma. Azam si kwamba ina wachezaji wazuri sana ukilinganisha na Simba. Hadi hivi sasa ligi kuu Tanzania bara Simba ndio timu pekee ambayo ina wachezaji bora kuliko timu nyingine yote. Ukienda kwa CV mchezaji moja moja. Ukilinganisha hata na Yanga. Yes, hata ukilinganisha na Yanga Africans. Yanga Africans eneo la ushambuliaji ana mchezaji mmoja pekee ambaye anamtegemea, Prince Dube. Lakini Simba ana uwezo wa kubadilisha mchezaji kwenye kila mechi na bado akashinda. Hao washambuliaji ambao tunaona ni wa daraja la kawaida, akienda Yanga yule mchezaji atafunga vibaya mno. Haiwezekani wachezaji ambao walikuwepo msimu uliopita wanafanya vitu ambavyo vilifanya tuizungumze Simba leo hii waonekane wachezaji wa kawaida. Ikiwemo kina Joshua Mutale, si ndio? Kama Elim Panzu, kina Steven Dese Mkwara, Jansha Lea wa msimu uliopita ndio top scorer wa msimu. Lakini ameshindwa kuonyesha hicho kitu bora hadi hivi sasa. Bwana nikushukuru sana binafsi. Asante. Azam leo hii kweli leo nakuja kufungwa na Azam, hana mpira wote. Nimetengeneza nafasi nyingi, hapo nashindwa kuzitumia. Makosa kidogo tu ameniadhibu kweli. Hakika limenitouch. Leo umezungumza kweli Simon? Sijawahi kuzungumza kama hivi. Leo sema ukweli nimezungumza, na niliwaambia kabisa viongozi 2025 kuelekea 2026 talaumu uongozi wote utakao kuwepo madarakani pamoja na tajiri mwenye kama hawatokuwepo pamoja na sisi mashabiki, kwa sababu tumeumia sana. Hatuwezi kuwa wanyonge kila siku. Sawa, nimetoka Arusha, nimetoka sasa hivi hatuwezi kuwatukana. Tuelewe kitu kimoja, hatuwezi kuwatukana viongozi, ila wajitathmini, wawe na ile kauli ya slogan yetu ya Simba Sports Club, nguvu moja. Sawa, wawe nayo basi. Mbona wanatutenganisha? Haya yanaweza kuwa matokeo ya kikao. Jana nakwambiaje? Ndio kinachojiri sasa hivi, tunafukuzwa na askari. Haya, muda umeisha. Kauli ishatoka, kutokeni nje. Mbwa hizo zinakuja. Hapa ni kukimbia tu.